Bwana mnyama Simba anaendelea kushusha vyuma. Yes, kwetu ni jambo jema. Kwetu ni jambo zuri. Kwetu ni jambo la faraja. Lakini kwa nini nilisema Jumatatu yenye amani na faraja ndani yake? Leo waandishi wengi mmeshika tu kushusha vyuma, kushusha vyuma. Lakini sisi wana Simba, faraja ya kwanza tulioipata, kuna namna ambavyo wanajeshi tuliokosa kuwa nao kwa muda mrefu, kwa inja walizozipata wamerejea kwenye kikosi cha Simba. Jana wakati naangalia, naona namna ambavyo timu kubwa inaanza maandalizi kwenye msimu wa mwakani. Baada ya kushuhudia macho yangu kumuona Nangu amewasili kwenye kikosi, baada ya kuangalia kuona ndugu yangu Hamza amewasili kwenye kikosi, ama hakika nilimshukuru Mwenyezi Mungu na nilipata faraja kubwa. Lengo na nia la Simba kuona wanajeshi wote wanakuwa sawa sawa, wako vizuri kwenda kuipambania Simba Ngwale. Leo hii cha pili, kwa nini nikasema Jumatatu yenye amani? Leo mnakimbilia usajili tu. Lakini kwanza tuwapongeze management ya Simba, kabla ya kukimbia usajili, cha kwanza kuona namna ambavyo wanakwenda kupambana. Key players wa Simba wamebaki kuendelea kuwa ndani ya Simba. Leo hii vuta picha Ngwale, unakwenda kuzungumzia Simba ya mwaka jana, hususan tuwafanya usajili kwenye dirisha dogo, wanakwenda kuongezewa na wachezaji wenye uwezo mkubwa. Amini kwamba Simba itakuwa namna gani mwakani. Kwa lazima tuwapongeze viongozi wa Simba kwa kuhakikisha wachezaji quality wanaendelea kubaki ndani ya nini? Ndani ya Simba. Leo hii kwenda kupambana kuwaweka wachezaji wenye quality kubwa, wachezaji ambao kuna vilabu vikubwa ambao mimi naamini wana uwezo mkubwa wa kifedha, wanakwenda kupambana ili kuhakikisha kwamba wanachukua key players wa Simba, wanashindwa. Hili ni jambo jema, ni jambo zuri na ni jambo la kuwapongeza viongozi wa Simba. Lakini pekee kwa heshima na taazima nimpongeze sana mwekezaji wa Simba Mohamed Dewji, bilionea, bado anakwenda kufanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri. Jana niliingia kwenye posti yake nikaona akasema mwakani kutakuwa na raha zaidi ndani ya nini? Ndani ya Simba. Lakini Ngwale, kabla tujazungumza haya, kabla tujazungumzia Kevin Nashoni, kuna watu wanajaribu kutengeneza taswira, juhudi zote ambazo zinazofanywa na uongozi wa Simba, wao wanakwenda kupambana ili kuhakikisha kwamba hayo mambo yaende kufanyaje? Kufanyika ndani ya Simba. Kuna watu wanarudisha nyuma. Ngwale, Waswahili wanasema ili ukitaka ufalme wa Mungu, cha kwanza lazima utawaliwe na ukweli katika kitu ambacho unatakiwa kusema kwenye kweli. Sifa ya mwanadamu ni yule anasimama kwenye ukweli. Sifa mwanadamu yule ambaye anasimama kwenda kukemea nini? Udhalimu na fitna. Kuna watu wanajaribu kupambana kutengeneza fitna, kuhakikisha wanapambana juhudi zote zinazofanywa na uongozi wa Simba haziende kufanikiwa. Mimi naamini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakwenda kufanikiwa katika hilo. Najua jana wametengeneza vikao vyao, najua wameweka vikao maeneo ya Kisutu, stendi ya mabasi ya zamani, walikuwa watu watatu, wamekusanya watu zaidi ya 30, wamewaambia walete picha zao. Mimi najua. Na kibaya zaidi Ngwale, unapokwenda kusema ukweli wanakwambia Kisugu umetumwa. Wao mwanzo nilikuwa nawasemea ukweli, nani alinituma? Ngwale, Simba ni taasisi, imekusanya watu wa aina nyingi. Kila mmoja anapenda Simba kwa sababu ya amani na utulivu uliopo, na ili hakikisha nafsi yake inakwenda inapata kile kitu ambacho anafanyaje, kinachopata. Lakini kama tutaona kuna watu wachache hawatamani kuona namna ambavyo kwa maslahi mapana ya Simba wako kwa ajili ya maslahi yao, lazima tukemee, lazima tuonyeshe kidole, lazima tuwarani hawa watu. Simba mnataka kitu kimoja. Ule Uswahili unaosema, maneno yanayosema, maneno haya naamini mama yangu Mama Doris aliwahi kufanyaje? Kunifundisha. Maneno haya aliwahi kunambia. Anasema kaka Kisugu kuwa uyaone. Leo nimekuwa nayaona. Kama Ngwale tulikuwa tunaona, tunahisi kwamba Simba tunasimama kwa ajili ya kutafuta amani, kwa ajili ya kutafuta upendo ndani ya Simba. Kama kuna watu wanasimama kwa ajili ya maslahi yao, lazima tuarani kwa namna moja au nyingine. Yako mengi Ngwale tutaongea, lakini wacha turudi kwenye mada. Tuwapongeze viongozi wa Simba, lakini moja kuhakikisha kwamba ndoto ya Kisugu sasa imekwenda kutimia. Ndoto ipi ya Kisugu? Kuna siku nilikuwa nakaa najaribu kuangalia mechi za nyuma.
nikawa naiona Singida Black Star ile, nikawa naiona namba 6 anacheza Yusuf Kagoma, namba 8 anacheza Kevin Nation. Nikamwambia Mungu uliomba mbingu na ardhi, hii combination ninayoona namba 6 namba 8, kwa nini iko siku tusiipate ndani ya Simba? Kwa hiyo nilikuwa naota, hatimaye ndoto zangu zimekwenda kukamilika. Na nimwambie Mungu wa Isiaka, nimwambie Mungu wa Yakobo aendelee kumpa nguvu Magori, aendelee kumpa nguvu makamu mwenyekiti wa Simba, ili kuhakikisha unasimama kwenye Simba na Simba inakwenda kusimama imara, ili kuhakikisha tunakwenda kufanya vizuri kwenye mashindano kimataifa. Leo hii kama sio mnafiki kama Dula Heavyweight, nisikilize vizuri. Kwa nini heavy? Mnafiki muogope kwenye dunia. Dula Heavyweight ameingia katika kundi la unafiki. Leo namsikiliza anatumia dakika 10 kuyazungumza mabaya ya Kevin Nation. Maana yake ni mwanadamu ana mabaya tu, mazuri hana. Bahati nzuri mwenzake akamumbua akamwambia Dula, umeshazungumza mabaya, zungumza na mazuri ya Kevin Nation. Moja katika viungo bora kwa sasa kwa takwimu, wanite Klausi nikaongea na Dula, basi lazima ukamzungumzie Kevin Nation. Kiungo bora. Angalia Ngwale kwenye maisha, angalia Neri kwenye maisha. Fadhila isikununue. Fadhila ikikununua, mwisho wa siku unakuwa mtumwa. Fadhila ikikununua, mwisho wa siku unakuwa mtumwa. Na ukiwa mtumwa lazima umtumikie anaye kutuma. Siku moja nilikuwa na rafiki yangu Ngwame, akawa ananipa historia na akanambia, jitahidi katika maisha yako, fadhila isikununue kisugu. Fadhila ikikununua unakuwa nani? Mtumwa. Hivi leo Ngwale, turudi kwenye mfano halisi. Ngwale unaishi kwenu Tabora, kaka yako anaishi Dar es Salaam. Baada ya kumaliza shule, shemeji yako akatoa mawazo, kwa maana mke wa kaka yako, mwambie Ngwale arejee Dar es Salaam. Ukaenda Dar es Salaam, ukaishi Dar es Salaam. Kaka yako akiondoka, shemeji yako kapita Machinga pale, anakuuliza Ngwale unataka nini? Unamwambia nataka kiatu. Shemeji yako anamuuliza Machinga, kiatu unauza begani? Anasema 20,000 anakununulia. Kesho imepita jinzi, ukaitaka shemeji yako anakununulia. Kesho kuto ukamwambia nataka kutembea kwenye fukwe za kisasa Coco Beach, akakupa hela ukafanyaje? Ukaenda. Iko siku anakuambia na safari yangu nahitaji unipeleke. Unagoma? Unagoma? Ngumu sana kidogo. Hiyo ndo maana angalia, fadhila isikununue. Fadhila ikikununua na kuwa tumwa. Dula Heavyweight amekuwa mnafiki, sio mkweli. Sasa kwa sababu yeye yuko pale ameajiriwa na pale kuna vipindi, nitwe mimi tukakae kuzungumzia kwa takwimu na tumzungumzie Kevin Nation uwezo na ubora wake. Kevin Nation namjua toka anaanzia kucheza under 20 ya Serengeti. Ukianzia kule Kevin Nation under 20 mpaka leo unakuja anakwenda Pamba Jiji ya Mwanza. Kevin hakuna timu ambayo wewe kuchezea, alafu mwalimu mwenye taaluma akamweka wapi? Bench. Moja katika viongozi wa Simba wamekifanya kwa ubora mkubwa kuhakikisha kumleta Kevin Nation ndani ya Simba. Moja katika viungo bora wazawa, lazima mtaje Kevin Nation. Hizi media zinapokwenda kuajiri watu lazima waangalie na uwezo wao. Ni waombe sana TCRA wafanye ukaguzi katika watu ambao waliopewa mamlaka ya kwenda kwenye maredio na kuajiriwa. Wakasimame kwenye ithibati. Yawezekana
kuna watu wengine wanakaa kwenye studio hizi hawana taaluma, wanakwenda kwa sababu riziki Mungu ameandika. Uandishi wa habari Ngwale ni taaluma, wewe unajua. Sema bahati nzuri Ngwale, hii bahati unayo. Hongera sana mdogo wangu. Kwa hiyo sisi binafsi, mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba, tumewapongeza viongozi wa Simba kwa usajili bora ambao walofanya kuletea Kevin Nasho. Na niwaambie, hizi lashalasha tu. Hili ni trailer tu. Hatuna masiara, tuko serious. Maumivu ya miaka 5 tunayajua tulipopitia wana Simba. Kuna wana Simba wameondoka katika dunia hii kwa pressure. Kuna wana Simba miaka 5 wamekuwa maskini. Leo tunahakikisha tunatoa support kwa uongozi ili kuhakikisha tunakwenda kuiona Simba imara, Simba ambayo inatupeleka katika sehemu ambapo kila mwana Simba anahitaji kufika. Sawa, mikoa tarehe 12 ni ngao ya jamii dhidi ya mtani wako Young Africans. Lakini ratiba ya ligi kuu ya Tanzania bara imekwisha kutoka. Tarehe 10 Oktoba Simba vs Young Africans, na tarehe 6 mwezi wa pili 2027 ni Young Africans vs Simba. Wana Simba mnamtaka Young Africans? Sisi sio kumtaka Yanga. Sisi tunazihitaji timu zote zinazoshiriki kwenye ligi ya NBC. Kwa sababu ukituambia tunamtaka Yanga, pointi 3 za Yanga haziwezi sisi kutupelekea kwa bingwa pekee. Pointi 3 za Yanga haziwezi kutupelekea kwa bingwa pekee. Maana yake tunahitaji pointi 3 kila timu ambayo inashiriki kwenye ligi ya NBC. Lakini za Yanga tunazihitaji zaidi. Moja katika timu ambayo tunahitaji kwenda kulipa kisasi, ambayo dini ya Kiislamu imesema al-kisasu haqu, Dar es Salaam Africans. Na sasa hivi haki ya Mungu na kuapia Ngwale na kuapia, kwanza nipongeze bodi ya ligi kwa kutoa ratiba mapema. Hii ratiba baada ya kutoka, wakiangalia tarehe 12 tunakutana kwenye ngao ya jamii. Kuna watu kila kilala wakiamka wanaambia Mungu rudisha siku nyuma. Hawatamani kusikia. Hawatamani kuomba. Wao ndio walikuwa wanaongoza kusema wanakutaka sana. Shehe, mwaka huu tumekutana nao mara 3 hao. Kataa. Tumekwenda Zanzibar tumewagonga. Tumekutana nao tena, mjomba wao kaokoa na kama Mwandege. La 3 akakimbilia jumba la Mzee Mbonde. Jumba la Mzee Mbonde. Katika jambo ambalo wana Simba tunahitaji kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya njema ili kukutana nao hawa katika ngao ya jamii. Tunawahitaji, tunawataka. Na tulikuwa tunajua namna ambavyo tarehe 12 tunakutana nao. Hivi ninavyozungumza na nyinyi waandishi wa habari, vijana jana wamerejea mazoezini na mambo yanakwenda vizuri, mambo yanakwenda sawa sawa. Lakini lazima tuwapongeze bodi ya ligi. Lazima tuwapongeze chama cha mpira wa miguu Tanzania, kwa maana nini? TFF. Unapokwenda kuona ratiba, maana yake unaashiria unakwenda kufanya maandalizi kwenye ligi ya NBC. Kwa hiyo sisi tunaendelea na maandalizi, mashabiki tunaendelea kusupport ili kuhakikisha kwamba mipango ya Simba mwakani na kwenda na kasi sawa sawa. Unamhitaji sana Young Africans, iwe jua iwe mvua. Yes. Sisi hatuwezi kumhofia. Tunaomba Mwenyezi Mungu ili kuna namna ambavyo tunakwenda kulipa kisasi haki. Kisasi gani ambacho mmelipa kisasi? Naamini historia ipo. Kwa miaka ya hivi karibuni walikuwa wanapata matokeo zidi yetu. Baada ya kwenda kufanya usajili uliokuwa bora, usajili uliokuwa mkubwa, usajili ambao tuna imani mwaka huu tunakwenda kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tunamhitaji. Leo hii kama tutakaa na pressure ya kuogopa hao, Al Ahly tutafanyaje? Mehara Kubra tutafanyaje? Al Ahly Tripoli tutafanyaje? Leo hii sisi tukae sijui kuna sema chuga hiyo, tuogope hayo? Shina ile chuga ile. Unaona chuga ile? Chuga boy. Dalili ya mvua ni mawingu Ngwale. Hali mbaya. Hali gani tena Kisugu? Mambo yamekataa. Na ndio kaumana ukimya umetawala.
Subirini musikie miruzi. Sisi mwaka huu ama zao lazima kieleweke, kitaeleweka inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Yes. Bwana nikushukuru sana Kisimba. Asante, nashukuru. Wewe nani, mbona na jambo? Nataka nikuulize, ratiba imepangwa lakini wanadai viongozi walikusanya pesa nyingi sana kwenye vilabu mbalimbali vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania na hawajaweza kutoa tuzo kwa wachezaji kwa msimu uliopita, misimu miwili iliyopita. Kwanza lazima nikiri kwamba ni kweli bado tuzo hazijatolewa, lakini ninachojua mimi TFF ni taasisi ambayo inaendeshwa kwa utaratibu na mipango yake. Leo usilete hoja mwandishi, kwa nini tuzo hazijatoka? Maana yake taasisi ishiriki na jambo moja? Haiwezekani. Rais wa shirikisho ametoka hadharani na amethibitisha tuzo mwaka huu zitafanyaje, zitakuwepo. Kikubwa ni subira. Nyakati sahihi ni nyakati za Mungu, na nyakati zikifika mtaitwa waandishi wa habari, mtakwenda kushuhudia. Mbona unaohaka kuonea Wapemba? Mimi naamini na ina imani kubwa na chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF, na imani kubwa na bodi ya ligi. Mizani Mheshimiwa Rais amezungumza hilo na amekuja kulitangaza hilo. Mimi naamini nyakati saa hizi itafika, na inshallah kwa uwezo Mwenyezi Mungu nami nitapata ofa ya kuhudhuria katika hiko ambacho ulichokiuliza. Yes. Jezi mpya vipi? Tudokezee basi. Tarehe 1. Umeiona kwanza? Tarehe 1. Tarehe 1. Dar es Salaam inakwenda kusimama. Afrika inakwenda kuzizima. Haijawahi kutokea. Ndiyo kwa mara ya kwanza inakwenda kutokea. Jezi zinazokwenda kuvaliwa na Simba, kitambaa kinachokwenda kutumika kwenye jezi ya Simba kwenye bara la Afrika, haijawahi timu yote kutumia hicho kitambaa. Haipo. Tumpongeze sana Jeruti. Kazi anayoifanya ni kubwa, anaendelea kutuheshimisha. Anatusababisha tutembee kifua mbele mashabiki wa Simba kwa ubora wa jezi ambao anafanyaje, anazozileta. Ni waombe sana mashabiki wa Simba waandae vibubu, tuweke 200 ili kuhakikisha siku ya jezi za uzinduzi kila mwana Simba anakwenda kununua jezi kutoka nani? Kwa Jeruti. Inawezekana kwa mara ya kwanza, ndugu zangu wa Dodoma, katika uzinduzi wa jezi Mwamba Kisugu naweza nikawepo Dodoma. Haiwezekani kwa ubora wa jezi. Kwa mara ya kwanza Simba watazindua jezi, wanajua wao sehemu ya kuzindua, lakini Mwamba Kisugu kwa mara ya kwanza nitakwenda kushirikiana na watu wa Dodoma kuhakikisha tunakaa sehemu moja, tunakwenda kununua jezi za Simba, tuna enjoy pamoja ili kuhakikisha tunatamba mjini kwa ubora wa jezi ambazo Jeru tunakwenda kufanyaje, anakwenda kutengeneza. Wewe Ngware, nikupe sifa ya jezi ya Simba mwaka huu. Kama unavaa jezi ya Simba ukiwa na maradhi, Mungu anakusamehe na maradhi yanakuondoka kwenye mwili wako. Kama una mikosi ukivaa jezi ya Simba, Mungu anaondoa mikosi. Na kama una pressure, Mwenyezi Mungu pressure anaishusha. Kwa ubora wa nini? Kila mwana Simba hakikisha kwamba anakwenda kununua jezi bora ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kumpa support mzabuni, kwa sababu tunapokwenda kumpa support mzabuni ni kwenda kutimiliza ahadi ambazo alizoweka ndani ya Simba. Aliweka ahadi ya Iriza limekuja. Aliweka ahadi ya mchezaji amemleta. Lakini pia mwaka huu kuna mchezaji, mimi naamini atashirikiana na uongozi wa Simba, ataleta mchezaji mwingine. Kikubwa niombe wana Simba kuhakikisha tunakwenda kuwapa support mwekezaji Mohamed Dewji, tunakwenda kumpa support Jeruti. Mimi naamini ubora wa Simba na uimara wa Simba unatokana na namna ambavyo watu walivyokuja kuwekeza. Lazima tuseme ukweli, Ngwale, mpira unahitaji uwekezaji. Lazima tuseme mpira unahitaji nini? Pesa. Leo kama anatoka Kizuruda kutoka Mbagala Mwanamtoti, hahitaji wawekezaji katika Simba, huyu anakuwa mnafiki na mtu akumlani. Niwashukuru sana waandishi wa habari.